Yaani ninachomba kusema labda wananchi, yule mtu anapenda kuwatisha watu kwenye maisha au kwenye utafutaji. Huwezi kuwa kila siku ukataja vyanzo vyako vya kimaisha. Hilo tu. Kwa hiyo watu wasiogope, watu waendelee kupambana, watu wasife moyo. Usije kumsikia mtu kasema basikeli yake milioni 5, kumbe basikeli inauzwa 600,000. Kwa hiyo jamani, yule mtu mzoeni, yule mtu ni mtu mjinga, ana mileage ya kwenda mjini. Kwa hiyo inabidi aongee vitu utopolo. Sio umenielewa? Kwa sababu unatutaja kitu bei kwenye maisha au mifumo ya kidunia, ina maana unawatisha na wengine wa nyuma wasifight au wasiendelee kutafuta. Inamaanisha nini? It makes sense, I need you. Kwa hiyo ni mtu mjinga, anapotosha watu, anapotosha wasomi wenzie. Maana anasema kasoma Mzumbe, ana degree, diploma, diplomation, sijui nini. Kwa hiyo haiko sawa. Si mimi, nataka wenyewe wana habari. Kwa nini kila siku utaje vyanzo vyako? Kwa nini kila siku kuwatisha wananchi? Kwa nini uwatishe watu wengine wa hali ya chini wanaotaka kutafuta, wafike wapo wanataka kufika kwenye ndoto zao? Kwa hiyo ni mtu mjinga ambaye mtu hana maelezo kwenye jamii. Kwa hiyo ni mtu wa kupuuziwa, watu wampotezee, wasimfuatilie habari zake. Kwa sio tu mjini tunamuona yule jamani ni shai, mshamba, ni shai nini? Sio kama anawapa nguvu ya kuendelea. Hakuna, kwa nini nikupe nguvu nikutajie bei kubwa kwenye mchangamoto wa kimaisha? Mimi ile gari unaliona, zamani ili watu Fudengi wakitembea nao unaambiwa 250 bei gani. Lakini leo ninalo mimi Doto magari. Kwa hiyo siwezi kutaja bei. Kwa hiyo inawezekana. Nikikutajia bei ina maana kutia uoga. Sijui unanielewa? Tuani wa kweli wana habari. Kwa nini nitaje bei ya ile dude? Namtia uoga na maana mwingine anataka kuwa na ndoto na ile dude. Wewe pambana, nenda kalitafute kwa uwezo wako utajua. Kwa nini wewe kila siku useme na nini ya nini ili watu wakuogope? Kazi zenyewe ndio hizo zote tunapiga kelele mitandaoni. Hakuna aloajiriwa. Hivi vyote ni vibarua. Kwa nini uwatishe jamii? Kwa kuambiwa kila kitu magorofa yako ndo mabii nini? Ni ushamba. Ni upotoshaji wa jamii. Sio, umenielewa bwana? Sidhani sasa hivi hakuna mtu anaotangaza mali zake au anaotangaza maisha yake. Ni ujinga. Kwa sababu hata mjukuu wangu unaweza kwa unao mara 2 ya yule lakini usemi. Masponsor tu. Hii kama kushika maiki unatuzuga. Lakini huwezi kusema. Naomba vitu vinajulikana. Vitu vingi vinajulikana, mimi nadhani kwenye umauti wa mtu. Ndio pale tunavyoenda ndio tunajua hiki kijiko chake, huu mti aliupanda yeye. Lakini wewe kila kukicha kuwaongopea jamii, wananchi, watu wasiendelee kufight, watu wasiendelee kutafuta, watu wasiwe na ndoto zao. Kwa nini? Why? It makes sense, I need you. Ni mtu mjinga, mshamba ambaye anataka kuonekana kwenye jamii kiasi kuonekane yeye. Atafute vitu vingine vya kuonekana. Watu watamsupport, watu watamwangalia. Lakini sio kuongopea hali kila siku. Samani, naomba kusema vitu. Sawa. Mtanisamee kidogo. Marehemu mengi kaacha vitu vingapi? Vingi. Sasa wewe mtu mjinga tu unajengewa na wenzio, unaanza kuongopea watu wasitafute. Anajengewa na wenzie. Anajengewa na wenzie. Atajua mwenyewe, tutajua baadaye. Anajengewa na kina nani ndio? Tutajua baadaye. Samani, wewe mwenyewe binti yangu ujenge hata kaburi, uweze kutangaza au je upande mti kwenu. Kwa nini wewe kila siku ni kelele tu, ni kelele? Kuna watu kila siku wanafanya marekebisho ya ardhi, uwezi kujua. Sio, umenielewa? Yaani utakuja kujua na Mbeya au Mpambe, bwana huyu ndio mwenye maeneo yake. Lakini wewe kila siku unamaanisha nini kwenye jamii? Una kitu gani unakitafuta kwa wananchi? Doto, kwa kile ambacho anakifanya Mwijaku unaona sio sawa kabisa. Si sahihi, si ndo nakipinga? Kwa nini kila siku watisha watu wasifight? Kwa nini watie watu uzito? Kwa nini warudishe watu nyuma kwenye kutafuta kwenye ndoto zao? Kwa sababu unavotaja mabii kwa mtu mwingine anaanza chini unamvunja moyo. Sijui umenielewa? Mtu anakuja kufanya vitu vya ajabu kwenye jamii. Anaona lini nitafika? Ni uongo, ni ujinga, ni utovu wa nidhamu. Liangaliwe hili. Kwa nini unapenda mtu kutaja vyanzo vyako na kuwaongopea? Basi taja ukweli. Hii ya milioni 50 unataja hivyo kwani? Kwa siku watu wanajenga uza wanayauza hayo. Kwa nini uongopea watu? Hadi zenyewe hadi zinakopeshwa. Kwa nini useme umejenga B? Kama hii hadi tulikanyaga inakopeshwa. Sijui unanielewa? Nyie wana habari, you know? Yes. Aliwahi? I swear. Kama hadi inakopeshwa, kwa nini utaje mamilioni ya hela? Uzoefu wako ile nyuma inaweza kuwa ni ya thamani gani? Siwezi kutaja. Kwa sababu utakuwa kama vile unazidi kumpeleka mtu mjini. Au tunamuonea chuki. Na tunamuonea chuki hatujui nani alojenga. Ndio. Na right kimoyoni kwa mtoto yote wa kiume ambaye unadaiwa mfuko wa simenti, unadaiwa mabomba, huwezi kutangaza vyanzo vyako. Kwa hiyo kuna watu mbele. Hamna mtu anamuonea donge. Kwa sababu yeye ndo alisemaga na magari mazuri, yeye ndo mwanamke mzuri, yeye ndo mwenye maisha mazuri. Sasa nani atamuweza? Kama mtu anakuambia wewe ndo mwanamke mzuri. Doto, tukiachana na wewe ndo mwanamke mzuri. Tumeona leo amesema kwamba nyinyi mnafanya biashara ya magari lakini mnauzia watu magari yaliyopigwa rangi, magari mabovu. Ngoja nikwambie. Yule mtu anatafuta maneno tu ili aonekane. Kumbukeni ile gari alonunuliwa na wenzie, ile hali alikuja kununua wapi? Ina maana ilipigwa rangi. Kwa sababu jibu liko hapa. Ngoja leo mimi nijibu hivyo vitu. Hatuna hata mwezi, ni juzi tukatoka kununua Harrier na picha ninazo hizi hapa niziposti. Anatuonyesha hela pale kaja. Kumbe alipewa maelekezo, imepigwa rangi. Na kila siku sana iposti nyumbani kwake pale. Semeni mbona mmekuwa wazito au mmelipwa nyenye na yule mtu? Nyi wana habari mmelipwa ni na yule kichwa mviringo.
Maana anasema magari ya kupiga rangi. Juzi katoka kununua gari kwetu Aria. Milioni 60 ngapi? Na bado tunamdai, faili tunalo. Je, imepigwa rangi? Semeni. Maana mkajua kama vile tunashindwa kumjibu, tunakuwa tuko nje ya muda. Juzi hata siku 30 sijafika, kanunua Aria kwetu na mliona picha nitakuonyesheni. Kaja na fuko la hela mbio kama ndazimu. Nadhani mwenye hela zake hizi kuja vile na kelele. Mtu tu akinunua kivisti tu cha milioni 7 anajificha. Mmeamini? Kama vitu ni vya watu, si vyake. Yeye ni maelekezo tu, ni balozi kama mimi nilivyokuwa balozi. Kwani usili mimi yangu, si kampuni ya watu, lakini nimepewa balozi. Lakini naweza nikasema usili na mimi nimo, nimetia hela zangu mule na watu wakanielewa. Sababu si ndo naitangaza. Kwa hiyo yule ni mtu mjinga, mpotoshaji. Sawa bwana, jamii mpuuzie tu. Ni ambaye mtu anazidi kupotea kimaisha, kiakili. Kwa nini uongopee watu? Kwa nini kila siku wewe vitu vyako ndo vinaendelea B? Sie chini ya B, juu ya B. Ukati hali zinakopeshwa leo, kwa nini useme nyumba B? Jana alikuwa anaposti kuwashukuru watu ambao walikuwa na msaada kwenye maisha yake, lakini kilichowashangaza watu ni baada ya kuzungumza pia kwamba alikuwa anachukua vya watu zamani. Alikuwa kwenye ule mfumo. Tena wewe usifanye mchezo. Yaani tukimwongeleza ni aibu. Kimoja tu nimekupeni, anasema magari yetu ya rangi juzi kaja kuchukua Aria milioni 65. Imepigwa rangi. Kwa hiyo wengine tu viacheni. Kwa hiyo ni mtu muongo. Sema anapenda tu kuichangamsha jiji lichangamke. You know? Some people, okay? Again repeat. Jiji lichangamke. Yaani yule anakuaga anataka kuizima Bongo Flava hawezi. Sawa, kwa sababu hatujamhitaji. Sawa. Na wiki ijayo tunaenda Arusha. Miaka 30 Bongo Flava na ndio imekamata jiji. Nadhani nyewe mnaelewa na habari. Hata wasanii Fudenki hawaonekani, tunaonekana si Bongo Flava tu. Madi kafanya jambo kubwa sana na Fred Q na Babu Tale. Dunia inafurahi, inawaona watu wa zamani ambao walikuwa wanawakumbuka, wakajua wako wapi, kumbe wapo watu walisaulika tu. Lakini Madi na Fred Q na Babu Tale wameibua tena kuikumbusha Bongo Flava. Nadhani watu wengi sasa hivi wameikubali, wanaipenda. Tukisema tunaenda mkoa huu tunakuta watu washajiandaa tayari. Kwa hiyo yule tu anajitahidi kuifunika Bongo Flava hawezi. Doto, ile idea ya Mwanza kuingia na Feruzi ilikuwa ya nani? Unaona kazi yao ndio nataka kuongelewa sasa. Nauli unayo wewe? Sina baba, sina. Kwani umehama Vijibweni? Hilo mmenifresha na habari. Ngoja nikwambie, mimi napendwa na watu wengi. Wakaniambia babu, kwa sababu umepewa sakata la malazi, ngoja tukutengenezee kitu. Nadhani mimi ndo nimefunika Bongo Flava kushinda hata waimbaji. Nimetengenezewa kitu na Madi pale na Fred Q. Mimi sijui chochote, nimetiwa kwenye ambulance hivi bana. Na kweli mimi si mgonjwa. Naumwa ujue. Hata chochote meza mkanipa. Jamani, sio umenielewa? Kwa hiyo nikatengenezewa jambo moja zuri la historia. Nadhani wana Mwanza walifurahi. Sema dunia nzima ilipendeza. Kwa hiyo ni maisha fulani. Kwa hiyo mimi babu ni mtu mzito, msinione hivi. Si unaona na kila jambo la kijamii lazima niwepo. Na pale kwenye Bongo Flava nimeenda kama influencer. Wengi wanauliza, ngoja leo niwajibu. Babu kaenda kama nani? Wewe unataka niwe kama nani? Kama mjomba wako pale nipo. Mjomba ni mama. Tuzungumzie hapo kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. Huyu dereva wangu. Wewe salimia na habari. Hii show dereva wangu ananiendesha. Umeonekana ukipanda stejini, lakini baadhi ya nyimbo za zamani uziimbi kama vile ambavyo watu wengi wamedhani. Watu wakawa wanauliza, sasa Doto miaka 30 zamani alikuwa anafanya kitu gani kama nyimbo nyingi hajui? Si nilishika mic jana Dodoma. Lakini umeonekana hauimbi. Naimba pale bwana, samahani bwana. Wewe pale kelele usikii bwana. Mjukuu wangu bwana. La kumalizia, kumekuwa na mjadala baadhi ya watu wakidisi kwamba wale A-list wanafanya nini kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. Wewe kwa upande wako wanafanya nini? Kwa tuoni pale wanaimba. Kina Irene Uwoya wote wanaimba, wale ndio wenye Bongo Flava yenyewe. Wale hujazaliwa kwa mjini wanaimba. Wewe unajua kipindi anaimba Irene Uwoya ulikuwepo au Kajala. Wale ndio wasilisi wenyewe wa Bongo Flava. Na Bongo Flava kuchangamka bila madada wale, madada mzetu Irene Uwoya, Auntie Ezekiel, Kajala ndio mabingwa opa. Ndio mabingwa kwenye dunia hii na ndio madada walikuwepo kwenye tasnia ya sanaa yoyote ulimwenguni na ndio wale walikuwa wanachangamsha Tanzania. Kwa hiyo lazima waheshimika, wapewe heshima yao. Sijui umenielewa. Huwezi kusema duniani sanaa ilianza bila kumtaja Irene Uwoya, bila kumtaja Opa, Auntie Ezekiel, Kajala. Na ndio madada walikuwa wanapendwa na mabilionea wote. Na bahati nzuri Mungu kawaweka mpaka leo bado tunao na afya njema. Kwa hiyo wale ndio kioo cha jamii. Lakini kuna baadhi bali kuacha wasanii, wale ndio kioo cha jamii, ndio wanaisimamisha Bongo Flava. Kuna mtu anaenda Bongo Flava kumuona Irene Uwoya, kuna mtu anaenda Bongo Flava kumuona Orpa, kuna mtu anaenda Bongo Flava kumuona Kajala, kuna mtu anaenda Bongo Flava kumuona Auntie Ezekiel. Sijui unanielewa? Wewe umesoma mpaka la ngapi? Lakini kuna watu wanazungumzia kipindi chao ambacho wanakifanya sasa hivi, wamekuwa wanasema kama vile hakina maadili. Kina maadili kizuri, umeona pale wamefanya nini? Wanavaa nguo zao za heshima, wanapanda jukwani na suti, wanatambulishwa, wanaimba nyimbo zao. Acha maneno mwanahabari. Kipindi kipi? Wewe una kipindi kipi? Jilini.
Lini? Kipindi gani? Baadhi ya nani unaongea wewe? Watu wanafurahi, wale ndo kila kitu. Acha bwana mwanahabari kupotosha watu. Una kipindi comment nani umeandika wewe? Hiyo comment umeandika wewe, mjukuu wangu. Hajaandika mtu yoyote. Wale hawana uadui na mtu yoyote. Mpaka watoto wachanga wanawapenda ili nulo. Mahusiano gani? Pale tunachangamsha Bongo Flava, wewe mahusiano una? Mahusiano na utoto wewe na ukubwa. Mahusiano na utoto. Kajana kuzungumzia mahusiano ili nulo iko na nini? Si jambo la kawaida. Watu sio wamekumbukana. Uzungumzie upande gani? Wale mimi familia yangu wewe. Huyu vipi jamani? Nikionaje vipi ni vizuri na ndio maana unaona tuko nao wanafanya vizuri. Swala kutaja wanaume zao wa kwanza. Wanani wanaume zao wa kwanza nani? Kwani huwezi kumtaja ex wako? Wewe huwezi kumtaja mwenzio alokuwa anakuridhisha, alakufurahisha. Huwezi kumtaja Tabina au mi babu. Mimi bwana babu naambiwa mgonjwa anatajwa. Chukueni nauli nendeni.